at-taharatu min al-hadathi al-asghari wal-akbari. Tunaangalia usafi kutokamana na hadathi ndogo na hadathi kubwa. Hadathi ndogo ni ile ambayo inayomlazimu Muislamu aweze kutawadha, lakini hadathi kubwa ni ile ambayo inamlazimu Muislamu kuweza kuoga. Kama mfano amepatwa na janaba, hii ni kwa mwanamke na kwa mwanamume, huwa wanatakiwa kuoga baada ya tendo la ndoa kama hilo. Au mtu kupata janaba kwa njia yoyote katika utokaji wa manii. Au vile vile mwanamke anapokuwa mathalan ameingia hedhini, inapokuwa ile hedhi yake imekata lazima aoge, ile ni hadathi kubwa. Au pengine ameingia kwenye damu ya uzazi, ametaharika, mwanamke yule anatakiwa afanye nini? Aoge katika kutoka kwenye ile hadathi kubwa. Sasa tunaangalia at-taharatu min al-hadathi al-asghari wal-akbari. Tahara kutokamana na hadathi ndogo na hadathi kubwa. At-taharatu min al-hadathi al-asghari wal-akbari, tahara kutokamana na hadathi ndogo na hadathi kubwa, shartun fi sihhati salati, ni sharti katika kukubalika swala. Kwamba swala haiwezi kukubalika, sharti mtu awe yupo sawa kutokamana na hadathi ndogo na hadathi kubwa. Al-adillatu, tuangalie dalili. Awalan min al-kitabi, kwanza tunaangalia kupitia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala jalla wa ala fi kitabihi, Allah amesema kwenye kitabu chake, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kwamba mulioamini, idha kuntum ila salati, pindi munaposimama kwa ajili ya kuitekeleza swala, faghsilu wujuhakum, osheni nyuso zenu, ila akhiri al-aya, mpaka mwisho wa aya. Hii hapa moja kwa moja inatuonyesha ya kwamba yule ambaye anahitaji kuitekeleza ibada ya swala, basi anatakiwa kwanza afanye nini? Atawadhe. Kaangalie suratul Maida aya nambari 6. Waqala jalla wa ala, na amesema Mwenyezi Mungu aliyetukuka, wa in kuntum junuba, na pindi nyinyi Waislamu munapokuwa na janaba, fatahharu, jitaharisheni. Kwa hiyo hii dalili ya pili nayo inasimama juu ya hadathi ambayo ni kubwa. Yule ambaye atakuwa yupo na janaba, amestarehe na mke wake au kalipata janaba kwa njia yoyote ile, anatakiwa asitekeleze ibada ya swala mpaka afanye nini? Aoge mwanadamu kama huyo. Kaangalia suratul Maida aya nambari 6. Thaniyan min sunnati, tuangalie upande wa pili wa dalili kupitia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Hurairah, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, hakika ya Mtume wa Allah, rehma na amani zimshukie, amesema, la tuqbalu salatu man ahadatha, haikubaliwi swala ya yule aliyepata hadathi, hata yatawaddaa, mpaka atawadhe. Mathalan, mtu alikuwa na udhu kisha baadaye akapata hadathi. Hadathi ambayo tunayokusudia hapa ni ndogo, au wakati mwingine ni hadathi kubwa. Ukija katika hadathi ndogo, yule mtu aliamua kuingia wapi? Kuingia chooni kwenda kujisaidia. Anapokwenda kujisaidia, tayari moja kwa moja, kama alikuwa na udhu umefanya nini? Umeharibika. Kwa sababu kuharibika udhu, ima kitoke kitu sehemu ya siri ya nyuma, au kitoke kitu sehemu ya siri ya mbele. Sasa anapokuwa ametokwa na kimoja wapo, hali ya kuwa alikuwa na udhu awali, udhu wake umefanya nini? Umeharibika.
Kwa maana hiyo, baada ya kujisafisha akatoka, anapotaka kuingia ibada ya swala hawezi kuingia kwenye ibada ya swala mpaka afanye jambo la kutawadha. Biduni wudhu la tukubal sala, pasi na udhu swala yake itakuwa haikubaliwi. Na kuna mtu anaweza kutoka nyumbani huko, nafikiri hii ni qillatul ilmi, ni kwa sababu ya uchache wa elimu. Nilipewa hiyo kesi pia. Mtu ametoka nyumbani huko ashatawadha, alipokuja hapa msikitini akahisi haja ndogo, kisha akaamua kuingia chooni au msalani. Ametoka chooni, anatakiwa aende akatawadhe, anaingia moja kwa moja msikitini. Kuna bwana akamuona akamwambia, wewe si watoka chooni, mbona usiende kutawadha? Anamwambia, alikuwa nishatawadhia nyumbani bwana. Wakati kuingia kwake chooni akaitekeleza ile haja, udhu umefanya nini? Umeharibika. Kwa hiyo mtu hawezi kuingia kwenye ibada ya swala biduni udhu, pasi na kuwa na udhu. Au vile vile mathalan, mtu alikuwa na udhu wake akaenda zake nyumbani, baada ya kwenda nyumbani akamtamani mke wake, na maanisha siku ambazo kwamba sio za Ramadhani. Tumeelewana vizuri? Alipofika nyumbani akamtamani mke wake, akakutana naye kwa ajili ya tendo la ndoa, tayari udhu umefanya nini? Umeharibika pale. Lakini pia yuko na kitu cha pili ambacho kinachoitwa nini? Janaba. Hapo amekusanya mambo hayo mawili, alhadathul asghar wal hadathul akbar, hadathi ndogo ya kutokuwa na udhu na hadathi kubwa mpaka afanye nini? Aoge lile janaba alilokuwa nalo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la tuqbalu salatu man ahdatha, haikubaliwi swala ya yule ambaye atapata hadath, hata yatawadha, mpaka atawadhe. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea Imamu Muslim kwa nambari 225. Tunaangalia hadithi ya pili katika upande huo huo. Ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah mtoto wa Umar, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee mtoto na baba yake. Qala, amesema, inni sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul, hakika yangu mimi nilimsikia mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie yeye, akisema, la tuqbalu salatun, haikubaliwi swala, bighairi tuhurin, pasipokuwa na udhu. Yoyote ambaye hana udhu, swala yake haiwezi kukubaliwa. Wala sadaqatun min ghululin, wala haikubaliwi sadaka inayotokamana na wizi. Yani mathalan, mtu ameamua kwenda kumdhulumu mtu mali yake, au mtu amekwenda kufanya ujambazi akaiba fedha za kutosha. Baada ya kuwa ashaiba zile fedha, katika fikra na mawazo yake ambayo ni ya chini kabisa, anaona ili kuitakasa mali yangu na kuisafisha hii mali, wacha niamue kuitoa sadaka baadhi ya mali niloiba, wacha niamue kujenga msikiti au madrasa au kufanya jambo lolote la kheri. Akiwa na akili, akiwa na mawazo na fikra ya kwamba anaisafisha ile mali yake, sadaka hiyo haikubaliwi, na pale pale bado hukumu ipo ya kwamba wewe ni mwizi, umeiba. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wala sadaqatun min ghululi, wala sadaka mtu ambayo ataamua kuitoa ya wizi haiwezi kukubalika amama Allah. Tusijidanganye kabisa. Na mbali na hivyo kwamba ni mali ambayo umekwenda kuiba, wakati mwingine mtu ameamua kujiingiza kwenye biashara ya madawa ya kulevya, ima anauza bangi, ama anauza koke. Tuelewana vizuri Anauza kitu ambacho ni cha haramu, pombe. Wako baadhi ya Waislamu wanauza pombe na wanajidanganya biashara hii wanayoifanya, wanapotoa sadaka ya kwamba sadaka zao zinafanya nini? Zinakubaliwa. Hakuna sadaka inayokubaliwa amama Allah ikiwa asli ya sadaka ile, ikiwa asli ya mali ile inatokamana na chumo ambalo ni la haramu. Hakuna hata siku moja.
Hadithi hii ni sahihi, kaipokea Imamu Muslim kwa nambari 224. Thaniyan min al-ijma', tunaangalia dalili upande wa pili kupitia makubaliano ya maulama. Qala Ibn al-Mundhir, amesema Ibn al-Mundhir, ajma'a ahlul ilmi, wamekubaliana watu waliopewa ilmu, ala anna salata, ya kwamba hii swala la tujzi'u illa bitaharatin, haiwezi kukubalika isipokuwa mtu awe safi. Idha wajada almar'u ilaiha as-sabila, ni pindi atakapoweza yule mwenye kutaka kuitekeleza ibada ya swala kuiendea tahara hiyo na usafi huo. Tuelewana Kiswahili eh? Ikiwa mathalan wataka kuswali na una uwezo wa kupata maji ya kuweza wewe kutawadha uswali, basi watakiwa ufanye nini? Utawadhe ndiyo uswali. Kama itakuwa tahara hiyo una uwezo na kuna urahisi wa kuifanya ndio uswali, basi unatakiwa uifanye tahara hiyo. Usipoifanya swala yako haikubaliki. Nenda kwenye kitabu Al-Ijma'u li Ibn al-Mundhir, ukurasa ni wa 33.